Yes, mpaka sasa hivi nishaanza kuelewa nini hasa alichokuwa anakimaanisha msanii Diamond Platinum kwenye moja kati ya intro yake maarufu ambayo amewahi kuitumia kwenye nyimbo zake kubwa akisema haujui. Neno haujui unaweza ukalitafsiri kwa namna ambavyo unaelewa wewe, lakini mimi nataka tulihusishe na huu mjadala ambao umechukua sura mpya sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, ukieleza kuwa ni performance ipi ya msanii ambayo ilikuwa kali zaidi kati ya zile zote ambazo zimewahi kufanyika kwenye uwanja wa Amani Complex Karume uliopo visiwani Zanzibar. Naomba ni set kamera kwa ufupi tuendelee. Sasa tumeshuhudia performance za wasanii wengi sana ambao wamewahi kufanya balaa pale kwenye uwanja wa Amani Complex Karume, ikiwemo performance ya msanii Alikiba ambayo imefanyika usiku wa kuamkia leo kwenye finali za michuano ya Mapinduzi Cup, na ilikuwa ni moja kati ya performance kali sana ambapo wekundu wa Msimbazi walienjoy kile ambacho kilifanyika pale, kwa sababu pia jana wao walikuwa ni washindi wa michuano ya Mapinduzi Cup wakimgalagaza mtani wao Dar es Salaam Young Africans. Sasa nataka tuachane na hayo mengi, turudi kwenye moja tu ambalo limetuleta hapa kuhusiana na burudani ambazo waga zinafanyika pale za wasanii. Tumeshashuhudia video, tumeona video za wasanii ambao waliwahi kufanya balaa pale, lakini mpaka hivi sasa nathubutu kusema hakuna msanii yoyote ambaye aliwahi kufanya performance bora kali ya viwango vya juu kuishinda ile ambayo alifanya msanii Diamond Platinum kwenye uzinduzi wa uwanja wa Amani Complex Karume mwaka 2023. Sasa nikiongea hivi nafikiri kuna baadhi ya watu mtakuja kuzua sintofahamu kwenye comment, lakini nataka tuende mambo kwa ushahidi. Video za wasanii wengine mshaziona, nataka tutazame hii kwa ufupi ya msanii Diamond Platinum balaa ambalo alilifanya siku ya ufunguzi wa uwanja wa Amani Complex Karume. Mpaka sasa hivi naweza nikasema uwanja wa Amani Complex Karume ni uwanja wa kimataifa, na msanii Diamond Platinum ndiye aliweka rekodi ya kimataifa kama msanii pekee ambaye alitumbuiza performance yenye viwango vya hadhi ya nyota 5 na haijavunjwa na msanii yote mpaka hivi sasa. Taarifa nilizopewa ni kwamba huenda yeye mwenyewe pia akaja kuvunja rekodi ambayo aliiweka pale. Kwa hiyo tusubiri mengi makubwa kutoka kwake. Mimi naitwa Bounce, mfalme wa stories za burudani nchini Tanzania. Hebu tutazame hii video kwa ufupi sana, alafu tutoe maoni yetu bila hisia zozote. Haina namna.